Kisugu, tuendelee hapo. Juzi katika uwanja wa Isamuhyo tulizungumza, na moja ya taarifa ambayo ulinipa ni kuhusiana na uwanja kufungiwa. Ulinidokezea tu kwamba kuna uwanja utafungiwa Sokoine, na kweli hapo jana tumeshuhudia uwanja umefungiwa Kisugu. Hii unasemaje? Na hii na maana huyu ndio Kisugu halisi. Huyu ndio Kisugu mwana Dar es Salaam. Huyu ndio Kisugu wa Simba. Kuna muda watu unapozungumza kwenye mic hivi sio kila jambo uchukulie poa tu. Mimi naamini mtanange, Simba ni klabu kubwa. Yawezekana ndani ya bodi, yawezekana ndani ya chama cha mpira wakawepo watu wa Simba katika vitendo ambavyo vinafanyika vinawaumiza. Inawezekana ndani ya bodi, inawezekana ndani ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania wako watu wa Yanga, kuna maamuzi mengine yanakwenda kufanyaje, yanawaumiza. Tunapoamua kutengeneza mpira wetu lazima tutengeneze kwa maslahi mapana ya taifa hili. Leo hii Salome, nchi hii 2027 inakwenda kuandaa mashindano ya AFCON. Tunaposema ni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana yake lazima tusimame kwenye ukweli na uwazi. Naamini wakati juzi tunazungumza katika uwanja wa Meja Isamuhyo, hata wewe Salome, wakati unaniangalia appearance ya sura yako, niliamini unaona kama kitu ambacho ninachokizungumza sio sahihi. Uko sahihi. Leo uwanja wa Sokoine umekwenda umefungiwa. Uwanja ule uliokwenda kufungiwa wiki moja iliyopita, Azam Football Club amecheza pale. Maana yake tunapokwenda kufanya ubaguzi, huyu ana haki ya kucheza, huyu hana haki ya kucheza, hatuwezi kusimamia mpira katika standard ambayo inayotakiwa. Nanyi moja katika hili, waandishi wa habari, mna shida zenu. Mimi rafiki zangu nawapenda sana, lakini ukweli lazima niseme, usaidieni mpira. Mpira unaharibiwa na watu wachache kwenye nchi ambao wao wanaamini chochote alichoamua wao kikifanya kwenye mpira kinakwenda kufanyika. Mmoja waandishi, mngekuwa wa kweli, mngeunga mkono juhudi za mwaka jana kina Kisugu kuwapambania viongozi ambao waliondolewa madarakani kwa matakwa tu ya Dar es Salaam Young Africans. Salome, mtanange, leo hii jambo gani ambao unaamini wewe la Dar es Salaam Young Africans aidha likaenda bodi ya ligi au likaenda kwenye chama cha mpira wakakosa kufanikiwa? Kwa hili lilikuwa ni takwa la Yanga. Kuna muda watu wanafanya maamuzi kwa hofu, kwa kuiogopa kwamba tukikosa tukifuata mstari, maana yake adhabu nyuma itafanyaje? Itakuja. Sio jambo dogo kumuondoa mwenyekiti wa bodi Mzee Mguto. Waliweza Yanga hili. Sio jambo dogo la kumuondoa katibu mkuu wa mpira, chama cha mpira wa miguu. Waliweza Yanga hili. Sio jambo dogo la kumuondoa CEO wa bodi ya ligi. Yanga waliweza hili. Leo nani anaweza kuikatalia Yanga matakwa yake kwenye ofisi? Nani? Na ndio maana mimi nilijua mapema. Nilisema wanashinikiza uwanja ufungiwe, umefungiwa kufungiwa. Malezi sio huruma. Huruma sio malezi. Huruma sio malezi. Leo hii tunaweza tukampenda na tukamlea sana katika taifa hili, lakini kuna muda anatakiwa atoke mtu nje ya taifa hili. Na ndio maana wenzetu wana historia, miaka 3 mfululizo wanaitafuta robo hawaipati. Kwa sababu gani? Kule hakuna maradhi hayo ambayo huku wanayoyapata. Kisugu, ulizungumza taarifa na ikawa ni ya kweli. Hii taarifa uliipata wapi Kisugu? Hilo ndo swali ambalo mimi mtanange. Wewe ukijua huyu ndio Kisugu. Wewe ukijua huyu ndio Kisugu. Na hii inakuwa ina maana gani sasa Kisugu? Kwa sababu hili ni moja ambao lilitaja limepelekwa na bado wamepeleka swala la Selemani Mwalimu na mambo mengine ambayo wanahitaji majibu. Hii ina maana gani? Nimesema muda sio mrefu mpira wetu unaharibiwa kwenye nchi. Na ndio mwanadamu wa kwanza, nimeshazungumza mara nyingi hili,
hawataki kunielewa. Leo niko hai, hamtaki kunielewa, lakini iko siku Mungu akinichukua baada ya kuondoka katika hii dunia ndio mtanielewa. Leo tuna ligi ya 4 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Hatukufika pale kwa bahati mbaya. Kuna watu wanaamini ubora wa ligi yetu ni kweli umechangiwa na rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia. Kuna watu wanaamini kufika wa 4 kwa ubora si taifa amefaidika Karia. Sio kweli. Kuna watu wanaamini mpira wa Karia wanatengeneza standard ya kwenda kuharibu kwa sababu ya kumkomoa Karia. Mpira ukifanikiwa taifa limefanikiwa. Leo hii kuwa ligi ya 4 kwa ubora, angalia namna ambavyo shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika linavyotuamini na kutupa matamasha makubwa kwenye nchi yetu kwa sababu ubora wa standard ya football yetu. Lakini kuna watu hawakubali na hawataki kuiona hii hali. Wako 8 tu kwenye nchi, 8 tu ambao hawakubali. Kisugu 8 ambao hawakubali. Wako 8 tu ambao ni kina nani? Hawa ndio wanapambana kuharibu football, taswira ya mpira kwenye nchi. Na wallahi iko siku nitawataja. Siwaogopi. Iko siku nitawataja. Siwaogopi. Kwanza naamini ujio wa siku moja kwenye dunia na naamini uondokaji wa siku moja kwenye dunia. Hayuko mlinzi atakayelinda dunia. Lakini Kisugu, sitafumbia macho kuwaona watu wachache wanaharibu kwenye mpira huu. Watu zaidi ya milioni 60 wasifaidike kwenye mpira huu kwa sababu watu 8. Mimi nitasema kwanza, Mungu mpaka sasa hivi ameonyesha mapenzi makubwa kwangu Salome. Wako watoto wamezaliwa leo na wameshaondoka leo kwenye dunia, hawaijui dunia, hawajaifaidi. Kisugu nishakula chumvi. Nini ambacho sikijui? Wewe uone Mungu kanipa ofa. Niwavumilia watu wachache wanaharibu mpira kwenye nchi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu anapambana usiku na mchana. Mabilioni ya pesa anaweka kwenye football. Anafanya uwekezaji. Nchi tunaaminika 2027 tunaandaa mashindano AFCON. Vipi tuwafumbie macho watu 8 wanaoharibu mpira kwenye nchi? Leo wakisema wao uwanja wa Sokoine, watu wanakwenda Sokoine. It's not fair. Kisugu mmoja. Sina mashaka, niko vizuri, niko imara. Mikoa Kisugu, hapo jana Young Africans wametinga hatua ambayo nyie pia mmetinga ya 16 kwenye CRDB. Magoli 7-1. Ali Shabani Kamwe baada ya mchezo akazungumza, akasema wale wasingetuma watu waende kuoga katikati ya uwanja wakiwa watupu, hizi chuma ndo zilikuwa za kwao, akiwa anamaanisha Simba kule Zanzibar. Moja kazi yake kijana wangu Ali Shabani Kamwe ili aishi lazima aseme. Lakini moja katika watu ambao wanasema kupitia mdomo wake ukubaliani na nafsi yake ni Ali Shabani. Kwa namna gani? Ali Shabani Kamwe asili mwenyewe ni mjua mimi. Ndani ya nafsi yake anamkubali Aura, moja katika wachezaji bora Aura. Ndani ya nafsi yake anakubali moja katika wachezaji bora Innocent Liemba. Miaka 4 iliyopita Ali Shabani Kamwe ni mji wa mimi. Simba wanafanya usajili wa Patrick Pili. Anawaambia waandishi wa habari kwenye place katika uwanja Benjamin Mkapa, kuna sweka amesajiliwa kwenye nchi hii atakuja kusumbua. Lakini imekuwa sio story kwa sababu Yanga wana jambo lao, ndio siku Yanga wanafanya jambo lao katika uwanja Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo maana yake ni Ali wachezaji bora anawajua. Ali kilichomnusuru Zanzibar asikatwe mkia anakijua. Laini wani amekwenda kuiokoa Yanga, Ali anajua. Lakini kuna msemo anasema siku zote jasiri haachi Mavala. Leo yuko kimya. Jana kuna mwamba amepigwa mbele akachukua na mkono kajipasia kwenye mguu kafunga. Ukizoea kula vya kunyonga utaendelea kula vya kunyonga. Wewe kuona Salome, ngoma imepigwa ile mwamba kauchukua kwa mkono pap, kajipasia katia mguuni kaweka ndani. Nikaangalia mtoto wangu akasema baba yule kashika, nikamwambia soma la kwanza kwa Yanga alianza misitambwe. Funga kwa mkono. Huu ndo mwamba Kisugu. Mavara ametulia na viswali vyake vya uchokozi. Lakini Kisugu wanasema toka wametoka kucheza na nyie Simba
mpira wao umekuwa mkubwa sana kwenye timu zingine, hivyo ndio maana wanasema kwamba nyie mlitumia imani za kishirikina kuweza kuwazuia, bila hivyo ingekuwa ni dhahama kwa upande wenu. Nenda kamwambie sisi sio vilima, sisi ni people. Tunakutana na wao. Simba standard yake ni 40%. Mechi ya Zanzibar tunapokutana nao mara ya pili, standard ya Simba itatoka kwenye 40% itakwenda kwenye 60. Kama 40 refa ndo kawasaidia, nani 60 atawasaidia? Kumbe kazi bado wanayo. Nenda kawaambie sio vilima, sisi ni people. Tutakutana. Kuna muda anaweza kuambia mwamuzi, sikiliza wewe, una nyumba wewe una, mimi nakupa nyumba Kimbangulile. Sasa miezi 6 na nyumba Kimbangulile, wewe Ngwale chukua filimbi kamue. Isugu, sikupata view yako ya kama umeshakuuliza. Nika pia ile mechi mlitoka sare na unaona mechi ya nyuma alishinda, mechi inayofuata pia ameshinda magoli mengi. Kwamba kuna mambo ya uchawi, lakini pia kwenye ripoti umepewa adhabu kutokana na ishu ya uchawi. View yako ni ipi? Kwa nini mnafanya haya mambo kama club? Kwanza hakuna kwenye ripoti inosema Simba alihukumiwa kwa sababu ya uchawi. Kasome vizuri alafu uje kuniuliza hilo swali. Kuna viashiria vya ushirikina. Viashiria, kiashiria ni jambo lililokamilika. Si ile ambayo aliyegundua nani katika viashiria? Duchu alikuwa. Unapokwenda kuzungumzia viashiria, mimi naamini Mavara niulize maswali yalikuwa msingi. Niulize kwa nini Suleiman Mwalimu kafungiwa, kwa nini Baka hajafungiwa? Ngoja tulia. Niulize kwa nini Suleiman Mwalimu kafungiwa, kwa nini Baka hajafanyaje? Hajafungiwa. Tunachosema na tunachoamini wana Simba, wao wanahesabu wametufunga mara 6 mfululizo, tunakubali. Lakini sisi tunaamini zaidi ya mara 5 kuna dhuluma imefanyika, sheria 17 haikwenda kufanya kazi vizuri. Na niliwahi kusema miaka 3 iliyopita kwa ushahidi, Dar es Salaam Young Africans, watani zangu hawa, ndio timu inaongoza uwanjani marefali kufungiwa kwenye mechi zao. Hiyo kitu tumemaliza. Hiyo ulitaki kumbe. Ya viashiria vya ushirikina kwenye ligi ya kwetu. Mpira wetu umekuwa sana barani Afrika. Ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Kwa nini kuna viashiria vya ushirikina na kwa nini mlivifanya? Kwa sababu kwenye kamati pia ilitoka hiyo. Unapozungumza viashiria unamaanisha nini? Twende kwenye maana halisi ya viashiria. Kwanza viashiria hili neno la Kiswahili, neno la kigeni, neno la namna gani viashiria? Ili mimi niweze kulijibu kwa ufasaha, mrudishie yule maiki. Kuna vitu mchezaji wa Simba alikuwa anamwaga vitu uwanjani na kwenye ripoti wameandika viashiria vya ushirikina ambao vilikuwa vinafanywa na klabu ya Simba. Hoja yangu inapokuwa mimi nataka tafsiri halisi la neno viashiria. Nisome basi. Kabla hujasoma, wewe si mwandishi. Mimi nataka tafsiri halisi. Nisikilize. Vinaonyesha imani za kishirikina, vitu ambavyo vinapingwa na mpira wetu. Kwa nini unafanya? Wao wameviona vitendo vinavyoashiria sio sahihi kwamba vimefanyika, vinavyoashiria nini kusudi. Twende taratibu Ngware. Twende taratibu. Ya imani za kishirikina. Aniye tafsiri ni nani? Kamati. Imetafsiri nini? Kwamba mchezaji wetu alikuwa anafanya vitu ambavyo vinatafsiri. Baada ya kuona hiyo tafsiri wakaenda kufanyaje? Wakampa adhabu. Wako sahihi au wako sahihi? Wako sahihi. Tunakubaliana mimi na wewe wako sahihi. Tunakubaliana sawa? Wako sahihi. Na kusema goli lile halali, wako sahihi au wako sahihi? Wako sahihi. Kwa hiyo nendeni mkamwambia Alikamwe kakosea nini Mavara kwa majibu yako. Ngoja. Twende taratibu. Ngoja twende taratibu Mavara. Tunasema wako sahihi katika kile ambacho walichohukumu. Kama tunakubaliana wako sahihi, nasema nimekubali wako sahihi. Wako sahihi. Sawa, wako sahihi. Sawa. Swali Mavara. Waliposema goli hili halali, wako sahihi au wako sahihi? Kamati wako sahihi.
Mavara, mbona unamumia maneno? Kama kamati wako sahihi kusema hivi goli halali, njoo kae huku kwenye maiki umwambie Alikamwe kaukosea mpira kwenda kuwazodoa kamati aliyakuwa wako sahihi, njoo. Lakini lakini Mavara, njoo. Wewe umejibu, umenisaidia na tumekubaliana kwamba kamati walichokiona wako sahihi kwenye kuhukumu. Maana yake tunaamini kwamba kamati ina mamlaka kutoa hukumu kwenye football. Makamati ina uhalali wa kuzungumza hicho cha kuzungumza. Mavara, niko na wewe. Walipozungumza hili goli sio goli, wako sahihi wako sahihi? Kwa mujibu wa kamati wako sahihi. Sasa njoo kumzodoe msemaji aliyesema kwamba wako sahihi kuzungumza ile goli, njoo. Kwa hilo la Mavara, njoo Mavara. Hebu mwandishi, geuza kamera watu wamuone Mavara. Kisugu umenikwepa, nataka unijibu kwa nini? Geuza kamera watu wamuone Mavara. Tunachosema sisi tunakubali, kwa sababu binafsi sijui tafsiri sahihi ya viashiria. Wamesema kishirikina. Nasema hivi, hii za kishirikina kwenye mpira wetu. Tafsiri sahihi wamelitumia neno nini pale kwenye kuandika? Viashiria, tafsiri sahihi ni nini? Lugha gani hapa imetumika? Yes, tafsiri tu. Sasa wewe katafute maneno sahihi. Kishirikina kwa sababu alionekana